Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Umeme kwa kufika vijijini umeweza kuwafikia hata wachimbaji wadogo wadogo wa madini, kwa maana ya kwamba sasa ile process au mchanganuo mzima wa madini ambao hauhitaji mechanical, unahitaji na na nguvu ya umeme ambayo imewafikia. Kwa hiyo nao vifaa vyao nao vinakuwa vinaweza vikatumika sawa sawa, na kwa hivyo hata ule ukamilifu wa uchenjuaji wa madini unakuwa ni mkubwa, na kwa hiyo unakuwa na tija kwao. Lakini vijana ambao wako vijijini wanakuwa wanaweza kufanya shughuli mbalimbali za kijasiriamali. Wengine wamewekeza mashine za kusaga, mashine za kukoboa, mashine za kukamua mafuta, yote ile kwa umeme kuwafikia, kazi inaenda vizuri na kipato kinaongezeka, na kinawafanya pia wasiweze kukimbilia mijini. Lakini pia vijana wanaweza kufanya mambo ya welding, wakatengeneza workshops zao, wakishapata elimu hiyo kwenye VETA zetu au vitu vocational training centers zetu. Ujuzi huo unakuwa unamwezesha kuweza kufanya kazi kwa kujitegemea huko. Sana sana kikubwa inakuwa ni capital, kuweza kupata capital hizo kama mtaji, vifaa vya kufanyia kazi pamoja na fedha ya kuanzia. Lakini tumeyaona hayo huko vijijini kwenye vitongoji ambavyo yamewabadilisha vijana, wanafanya hizo kazi, wanafanya mambo ya welding, wanafanya mambo ya kunyoa kwa kutumia mashine za umeme, lakini wanaranda kwa kutumia mashine za kuranda ambazo zinatumia umeme huko vijijini. Nimeenda kule, nimezunguka nchi nzima, kwa maana kule vijijini na vitongojini nimeona hayo mabadiliko, na nyinyi inafaa mwende. Lakini nilipata taarifa mlienda, lakini hii yote inaonyesha kwamba wakala wa nishati vijijini umefanya kazi kubwa toka tulipoanza mpaka sasa tulipo, na bado tuna mambo mengi makubwa ambayo tunayafikiria yako tunayatengeneza ya kutupeleka mbele hata miaka 50 ijayo, ili kwamba nchi yetu iwe salama kimkakati katika eneo la nishati, sababu wakala wa nishati vijijini sio wakala wa umeme vijijini, ni wakala wa nishati vijijini. Na nikizungumzia nishati ni mambo mengi. Umeona hapa wanaonyesha vile swala la kuwezesha watu kuweza kuanzisha vituo vya mafuta kule vijijini, kuondokana na vichupa. Hiyo nao ni nishati. Lakini pia hata kwenye nishati safi ya kupikia, wakala wa nishati vijijini umefanya kazi kubwa toka tumeanza. Maana katika nishati safi ya kupikia, ukianzia gesi asilia ambayo tunaizalisha hapa nchini, mikoa ambayo unapitiwa na bomba hili la gesi asilia kutoka Mtwara, Lindi, Pwani, Dar es Salaam, tayari tumeshaanza kuwaunganishia wananchi, nao wameshaanza kutoa ushuhuda wa jinsi gesi asilia kwanza gharama yake ilivyo nafuu. Kienda sehemu ya Kisemvule kule tumejenga station pale, lakini tumejenga na kule Lindi pia, ambayo imeweza kuwafikia kaya zipatazo 1001, na bado zile station tulizoziweka zinaweza zikawafikia wananchi wengine zaidi ya 1000. Na hii bado tutaendelea kutembea pamoja na wenzetu wa TPDC ili kuhakikisha Watanzania pia ambao wamepitiwa na bomba hili la gesi asilia
na wao waweze kunufaika katika kutumia nishati iliyo safi ya kupikia ya gesi asilia. Lakini kuna hiyo LPG nayo vile tumefanya jitihada ya kuweza kuisambaza kwa gharama nafuu kwa kushare na Watanzania. Lakini katika swala la nishati safi ya kupikia, sio la swala la gesi tu, na swala la umeme. Na maana kwa umeme kufika vijijini, na maana Watanzania hao wanaweza wakatumia umeme pia. Hapo nje mmeona kuna majiko yanayotumia umeme na tunaambiwa yanatumia unit kidogo. Kwa hiyo ina maana hata Mtanzania mwananchi ambaye yuko kijijini, kwa sababu amefikiwa na umeme, naye anaweza akatumia na akapata kwa unit ya kismati. Imekuja kuwaonesha Watanzania namna ambavyo wanaweza kuendelea kutumia umeme ukawa na manufaa katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kupika, kusafiri, lakini pia katika maisha yao kila siku, kwa maana ya kuwa na nyumba ambazo ni smart. Napenda nitumie fursa hii kuwakaribisha wateja na Watanzania wote kututembelea, na wasisite kufika hapa Sabasaba. Watapata elimu mbalimbali kama ambavyo nimesema, lakini pia kushuhudia kwa macho yao namna gani shirika linaendelea kuwekeza katika miradi, lakini pia kuendelea kuboresha utoaji wa huduma zetu kwa wananchi. Asante sana. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.